leo. Nao wagonjwa wa saratani katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta wanahofu kuhusu uhaba wa dawa unaowalazimu kununua dawa za ghali kutoka maduka ya kibinafsi nje ya hospitali. Licha ya kutumia bima ya afya ya SHA, wagonjwa hao wanasema gharama kubwa ya dawa hizo nje ya hospitali inamaliza kwa haraka bima yao ya matibabu na kusababisha washindwe kukamilisha matibabu yao. Emily Chebet na maelezo zaidi. Mnamo Oktoba mwaka jana tulikutana na Agnes Washeke ambaye anaugua saratani ya matiti. Wakati huo, Agnes mwenye umri wa miaka 45 alikuwa amemaliza pesa kwenye bima yake ya SHA na kulazimika kusitisha matibabu. Gharama ya kwenda katika hospitali ya Kijabe na pia kununua dawa ilimshinda mama huyu. Mwaka huu, Agnes amerejelea matibabu baada ya bima yake ya SHA kuanza upya, lakini taarifa aliyopata ni ya kuvunja moyo. Nikaambiwa ugonjwa imeenda, nilikataa kudungwa shindano. Sasa imetoka kwa titi, imekuja kwa huku kwa huku na kifua. Agnes alihamisha matibabu yake kutoka Kijabe hadi hospitali ya kitaifa ya Kenyatta ili kupunguza gharama ya usafiri. Na sasa amelazimika kuanza matibabu upya, huku ukosefu wa dawa katika hospitali hiyo ikimpa wasiwasi, kwani kununua nje itamaliza fedha za bima ya SHA. Kwenda huko ndio niliambiwa shindano na hizo dawa nilikuwa nimeandikiwa ya kemo ya kumeza ni 1,100, 119 na 300. Sasa ninatakiwa shindano 18. SHA imenipatia 400. Sasa ninajiuliza hiyo 400 ni kama shindano 3. Hizi zingine zitatoka wapi? Kevin Okoth mwenye umri wa miaka 26 pia anaugua saratani. Kevin anapata matibabu yake katika hospitali hiyo ya Kenyatta na anasema ukosefu wa dawa mara kwa mara unahatarisha maisha yake. Anytime ukienda utaambiwa tu dawa hakuna. Enda wakikwambia labda wakwambia uende Texas ama kama wakwambia enda ununue dawa ulete. Pia wamelalamikia idadi kubwa ya wagonjwa ikilinganishwa na mashine iliyoko pamoja na wahudumu wa mitambo hiyo. Tangu tukuje ile msuguko tumesugushwa huko, enda ubuku siku ya kuona daktari, tunaenda tuna 1,800 tunabuku. Daktari naye anatutuma enda utolewe, ninataka picha ya roho na hiyo damu. Sasa nikifika huko buku siku ya kukuja kutolewa. Every 2 weeks I pay 1,500. Hiyo ni ya consultation. Afisa mkuu wa hospitali ya Kenyatta Daktari Richard Lesiampe anasema ni aina moja ya dawa inayojulikana kama capecitabine ambayo haipatikani kwa sasa, lakini ameahidi kuwa itapatikana chini ya saa 48. Emily Chebet, runinga ya Citizen. Viongozi wa kaunti ya